Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, ninakushukuru sana tena kwa ajili ya wakati mwingine tena huu ambao umetupa katika jioni hii ya leo. Nakuja mbele zako nikiomba uwepo wako wa Roho Mtakatifu weko mahali hapa Bwana. Maana neno lako linasema popote walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina lako, wewe Mungu upo katikati yao Bwana. Nao utajifunua kwao Bwana wapate kujua, nao utamfunua Baba. Nasi tunakuja mbele zako Bwana tukiomba Bwana, pasiwepo na hata mmoja atakayetoka katika ibada hii Bwana kama alivyoingia. Ni katika jina la Yesu Kristo ndiye mtumishi wako kuyasema maneno yako kwa ujasiri na kwa nguvu yako ya Roho Mtakatifu itendayo kazi ndani yetu. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu tena kwa siku nyingine, na tunaendelea na lile somo ambalo tulikuwa tumelianza, faida za kuomba kwa muda mrefu. 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 Na tumekuwa tukijifunza vitu vingi. Tumekuwa tukijifunza sana vitu vingi, na tumejifunza vitu vingi kwa muda sasa, na tulikuwa tumeshaiangalia faida ya kwanza, na kwa leo nataka tuiangalie faida ya pili. Amina watu wa Mungu. Jana tuliangalia faida ya kwanza, leo nataka tuangalie faida ya pili. Kumbuka lengo ambalo nitaendelea kulisema mara kwa mara ni kwamba swala la kuomba, mtu wa kwanza kulifundisha alikuwa ni Yesu yeye mwenyewe Kristo. Na Yesu alifundisha vitu vingi kidogo. Alifundisha watu kusali, alifundisha watu kuomba, alifundisha jinsi ya kufanya maombezi, alifundisha pia jinsi ya kufanya dua. Na alipofika kwenye sala la kufundisha watu kusali, alifundisha swala la sala ya Baba yetu. Amina watu wa Mungu. Alifundisha tu swala la watu, jamani salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Akaifundisha vizuri ile sala ya Baba yetu. Lakini kuna wanafunzi ambao aliwafundisha zaidi ya sala ya Baba yetu. Amina watu wa Mungu. Na tukaona wazi kabisa kwamba ni Petro, Yohana na Yakobo, kwamba wao aliwafundisha zaidi ya sala ya Baba yetu. Akawafundisha vitu vingi sana. Akawafundisha swala la kufanya maombi ya muda mrefu, akafundisha namna ya kufanya maombi ya muda mrefu, na tukaona maeneo mengi ambayo aliwafundisha. Na tukaona hao wanafunzi watatu ndio ambao walifanya vitu vikubwa sana huko mbele, tutakuja kuona, na ndio ambao waliweka misingi ya kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza. Kwa nataka nikueleze wazi kabisa, kama kanisa kuna pati ya watu kufanya sala, na ni kitu kizuri kabisa, lakini kuna pati ya watu kwa kweli kufanya maombi ya muda mrefu kama ambavyo Yesu alikuwa akifundisha. Na katika muda wote tulikuwa tunasema jitahidi basi maombi ya muda mrefu ujaribu kupractice at least kufanya lisali moja mfululizo. Amina watu wa Mungu. Lisali moja mfululizo bila kukatisha. Ajenda moja unakaa nayo kwa lisaa limoja mfululizo. Labda nikueleze hichi kitu kitakusaidia wakati kwa wale ambao unajua wengine mnatamani kumtumikia Mungu. Lakini niliwahi kukutana na mtumishi mmoja, kipindi hicho nilikuwa nimeanza kuhudumu, lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nakiona. Unajua kadri unavyozidi kumtumikia Mungu, unavyozidi kuhubiri, kuna kitu utakuwa unaendelea kujipima, kujifanyia tathmini, kuna kitu utakuwa ukioni kwa haraka zaidi. Lakini nikakutana na mtumishi mmoja akaanza kunifundisha kuombea ibada. Lakini moja ya kitu alichoniambia, unatakiwa uombe sawa sawa na muda unaoenda kusimama. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo kama umealikwa mahali utahubiri lisaa limoja, unatakiwa uiombee hiyo ibada lisaa limoja. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo lisaa limoja la maombi, sio unaomba ya kumshukuru Mungu, lisaa limoja concentrated, yani una focus na hiyo ibada kwa lisaa limoja. Kama umeitwa kuhubiri kwa lisaa limoja, kama utahubiri kwa dakika 30, unatakiwa kabla ya kusimama uombe dakika 30. Sasa ilikuwa ni mara ya kwanza, unajua, ndio kwa sababu umeshahubiri utaona hichi kitu. Wale ambao mnafanya kazi ya kumtumikia Mungu mtaelewa hichi kitu. Kuna upako ambao wa Mungu anaachilia ukiwa katika level fulani, lakini kadri unavyozidi kukua utaanza kuona Mungu akidai hivi vitu ninavyokuambia. Atakudai kabisa. Kama unaenda kuhubiri, kabla hujasimama naomba lisali moja kwanza tuongee. Kwa sababu watu wa Mungu, mimi ni mwalimu. Amina watu wa Mungu. Ni mwalimu, nafundisha chuo, lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Mwenzangu pale pia ni mwalimu. Anaweza akanishuhudia. Tuna wengine ambao ni walimu mahali hapa, mnaweza mkatushuhudia kitu hichi ninachokisema.
Watu wa Mungu, nikiwa nafundisha wanafunzi ni rahisi sana. Hauhitaji hata kuomba. Na saa zingine hauhitaji hata kujiandaa. Unaenda tu pale unaandika notes kidogo, unafanya lecturing, unafundisha, unafanya lecture, unawaeleza na wanaelewa kweli. Ila ikifika kwenye neno, hauwezi ukatumia mbinu zile zile za kwa sababu kwamba unafundisha chuoni, unafundisha wapi ukazitumia mbinu zile zile kufanyia hivyo. Haziendi. Amina watu wa Mungu. Unaweza ukafundisha kitu kile kile. Ukiwa unawapa wanafunzi uhusia, unaweza ukatoa neno lile lile kwa wanafunzi wakaelewa. Lakini neno lile lile ukalitoa katikati ya kanisa, unaweza ukashangaa haliendi wala halipokelewi. Kwa nini? Kwa sababu kunapokuja kusimama mbele ya watu ili waweze kukusikiliza, pia panategemea nyuma yako una nguvu ya kiasi gani ya kimaombi. Sasa ukiwa umeanza huduma, Mungu anaweza akaruhusu ukaenda tu unaomba dakika 2 vitu vinatokea, unaenda dakika 2 vinatokea. Lakini kadri unapoanza kukua, utaanza kuona hichi kitu Mungu akidai. Nimeona hichi kitu, kwaya nyingine zinapoanzishwa wanaweza wakawa wanaimba vizuri tu. Lakini ukitaka wimbo wako, sauti yako iweze kuvuka mipaka ya Dodoma, iweze kuvuka mipaka ya wilaya, mtu wa Mungu, kwa kweli mtu wa Mungu asikudanganye kwa kweli. Hauwezi tu ukasema ninaomba dakika 2 naenda kufanya uzinduzi, wimbo wangu utafika maeneo mengi. Utajikuta tu hauvuki hii mipaka ya hapa Dodoma. Amina watu wa Mungu. Kuna mwimbaji mmoja nafikiri mnamfahamu, kabla hajatoa wimbo anaeleza kabisa, anakuambia ninafunga siku 40 kuja kutoa wimbo mmoja. Kristo asifiwe. Ninafunga siku 40 kuja kutoa wimbo mmoja. Na akiutoa unaanza tu kusikia ghafla watu wote mnaanza kuupenda kuimba. Kila mtu anaanza kupenda. Amina watu wa Mungu. Kila mtu anaanza kupenda kuimba ule wimbo. Kwa nini? Kwa sababu nyuma yake una nguvu za maombi. Unaanza kuonyesha waimbaji wengi sana ambao wanaimba na unaona nyimbo zao zinaimba. Sasa kwenye kwaya hicho ni kitu ambacho lazima pia tujifunze. Amina watu wa Mungu. Ukipata nafasi ukakutana na Neema Gospel Choir, amina watu wa Mungu, usifurahie tu wanavyoimba nyimbo zao ni nzuri. Furahia pia watu wa Mungu. Saa zingine sio kwamba wana sauti nzuri kuliko wewe. Amina watu wa Mungu. Kuna watu hapa najua wanaimba na wana sauti nzuri kuliko hata ile kwaya. Lakini kitu siri yao ni nini? Kuna siku wanaamua leo tunaenda masaa 3 ya maombi, masaa 4, halafu tukitoka tunaingia kwenye mazoezi. Wakipiga hapa wimbo, nasikia kuitwa kwa sauti yako. Unaona? Kila mtu anakuwa na ufahamu, lakini ukifuatilia nyuma una nguvu ya maombi. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kwa nini nimekueleza hichi kitu? Ni kukuweka katika mahali ya kuwa na hamu ya kuomba. Usipokuwa na hamu ya kuomba, hata kama Mungu anakutumia sasa hivi unahubiri watu wanakuelewa, kuna mahali itafika. Nimekupa mfano mzuri kabisa. Mungu atadai hujasimama. Kama unahubiri risali moja, naomba ukafanye maombi risali moja. Umepewa mwaliko una masaa 2, nenda masaa 2 ya maombi. Na kadri unapozidi kukua, utaanza kuona Mungu anaanza kukusemesha, kukudai zaidi. Sitoka sahau siku moja, ibada moja, mchungaji, nilikuwa nimeenda mahali, mchungaji akaniambia kesho atasali viongozi fulani wa kitaifa wakubwa sana. Kwa hiyo nikafikiri nitaomba kawaida kama ninavyoomba. Lakini unaelewa maana ya kwenda kuhubiri katikati ya mtu ambaye akisikiliza mahubiri yako anaenda kubadilisha sheria ya nchi. Ndio usiku nikagundua Roho Mtakatifu akadai, kama ibadani wanakuja viongozi, lazima uongeze risali nyingine. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Ninajaribu kukueleza tu hivi vitu vipate kuingia ndani yako ili viweze kukupa kiu. Lakini sasa faida ya pili ambayo nataka tuiangalie mahali hapa ni kwamba inakusaidia kuyakubali mapenzi ya Mungu kwako. Faida nyingine inakusaidia ya kuomba muda mrefu kwa mara inakusaidia kuyakubali mapenzi ya Mungu kwako. Inakusaidia kuyakubali mapenzi ya Mungu kwako. Watu wa Mungu, watu wengi tunatamani sana kuyafahamu mapenzi ya Mungu. Amina watu wa Mungu. Tunatamani sana kuyafahamu mapenzi ya Mungu. Lakini nataka nikwambie wazi kweli, kuna saa hayo mapenzi ya Mungu yakija maishani mwako unaweza ukayakataa. Amina watu wa Mungu. Kuna saa hayo mapenzi ya Mungu yakija kwenye maisha yako unaweza ukayakataa.
Na ni mapenzi ya Mungu mazuri kabisa, lakini kwa kweli unaweza ukayakataa. Ukasema kwa kweli haya si mapenzi ya Mungu. Na saa zingine hasa mapenzi ya Mungu yanapokuja kwa njia ya kitu kinachoumiza. Amina. Yanapokuja kwa kitu kinachofurahisha huwa tunayapokea kiharaka haraka. Lakini yanapokuja kwa kitu ambacho kinaumiza, saa zingine kiukweli huwa tunachukua muda mrefu sana kuyakubali. Kwa sababu tunaamini kwamba sisi tunatakiwa tu tupokee mambo mema. Sasa nazo pointi kadhaa hapa ambazo nataka tuziangalie kwa dakika hizi chache ziweze kukusaidia. Pointi ya kwanza, kibibilia, kama unaandika, pointi ya kwanza, kibibilia yako mapenzi ya Mungu sahihi kwako. Kibibilia yako mapenzi ya Mungu sahihi kwako. Utasoma kutoka katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ile ya 6. Mathayo sura ile ya 6 mstari ule wa 10. Mathayo sura ya 6 mstari ule wa 10. Mathayo sura ya 6 mstari ule wa 10. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi: mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Amina, watu wa Mungu. Tunaona wazi kabisa mbinguni kuna vitu ambavyo Mungu amekusudia katika maisha yako. Kuna vitu ambavyo amekusudia katika maisha yako, kuna vitu ambavyo amekusudia katika biashara yako, kuna vitu ambavyo amekusudia katika watoto wako, kuna vitu ambavyo amekusudia kwenye familia yako. Vipo kabisa, vipo mbinguni. Na Yesu hapa anajaribu kusema katika ile sala ya Bwana ambayo tunaifanya mara kwa mara, anaomba kabisa mapenzi yaliyoko mbinguni ambayo Mungu ameyakusudia yatimie maishani mwetu hapa duniani kama yalivyo wapi? Mbinguni. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo kama Mungu anataka sasa hivi labda uwe na nyumba, mbinguni wanataka. Tunaenda sawa sawa? Anachokisema mapenzi yako yatimie hapa duniani, Yesu anajaribu kukuombea kwamba katika ile sala ya Bwana yatimie hapa duniani kama vile mbinguni wanavyotaka. Sasa watu wa Mungu, saa zingine ni rahisi sana kama nilivyosema kuyakubali mapenzi ya Mungu yanapokuwa mazuri. Lakini pia usisahau kwamba kuna saa mapenzi ya Mungu yanaweza yakawa yenye kuumiza. Kwa mfano, kuna saa Mungu anaweza akawa amekusudia baadhi ya watu kwenye maisha yako waondoke. Ni mapenzi yake kabisa. Amina, watu wa Mungu. Ni mapenzi yake kabisa. Yaani akikaa kule mbinguni anaona wewe ukiendelea kukaa na huyu mtu hautofika mahali unapotakiwa kwenda. Kwa nini anachokitaka? Anataka kuwatenganisha. Sasa kutenganisha saa zingine ni kitu inauma. Amina, watu wa Mungu. Inauma sana. Lakini saa zingine Mungu huwa kuna vitu ambavyo anavikusudia mahali anataka utengane labda na huyo mtu ili aweze kukupa kilicho bora, aweze kukutanisha na watu wengine zaidi. Kwa maana kuna mahali ambapo anataka kukutanisha. Kristo asifiwe. Lakini pointi ya pili ambayo nataka tuiangalie mahali hapo, kuna tofauti ya vitu anavyotaka kwako na vitu alivyoruhusu kwa sababu ya kung'ang'ania. Kuna tofauti ya vitu Mungu anavyotaka kwako na vitu alivyoruhusu kwa sababu ya kung'ang'ania. Narudia tena hapo, nataka ndio msingi wetu hapo, nataka tupate. Kuna tofauti ya vitu Mungu anavyotaka kwako na vitu alivyoruhusu kwa sababu ya kung'ang'ania. Maana yake nini? Kuna vitu Mungu kwa kweli anavitaka kwako, lakini kuna vitu vingine amekupa kwa sababu tu ni umekuwa king'ang'anizi, lakini kiukweli alikuwa hataki kuwapa. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Ni kitu kizito sana, nataka hicho uweze kukipata kwa sababu itakusaidia mahali hapo. Kuna vitu kwa kweli kwa sababu tu ni umeng'ang'ania, lakini kwa kweli Mungu alikuwa hataki kukupa. Lakini Biblia tutakuonyesha mifano yake kabisa. Kuna vitu kabisa hataki kukupa, lakini kwa sababu umeng'ang'ania, Mungu mimi nitajua bwana. Okay, Mungu anasema sasa huyu hapa nisije nikamleta huko mbinguni haraka, anaweza familia yake kaanza kunilaumu hapa. Anaamua kukupa. Lakini anapokupa, jua kabisa tayari kuna madhara lazima yatokane na wewe kukipokea hicho kitu.
Kwa mfano, ukisoma wana wa Israeli, naomba usikize kitu cha maana hapa, kiko mahali hapa. Wana wa Israeli kwenye ratiba ya Mungu, amina watu wa Mungu, Mungu alikusudia wao wawe wanakula mana tu. Unaona sawa sawa? Alikusudia tu kwa kweli wao wanaamka asubuhi, wanakuta mikate midogo imeanguka, wanakula, wanashiba. Lakini ghafla wakaanza kukumbuka vitu vya zamani. Nenda sawa sawa? Wakaanza kukumbuka, Bwana, unajua tulipokuwa kule Misri tulikuwa tunakula nyama, tulikuwa tunakula matikiti, tulikuwa tunakula matango, tulikuwa tunakula nini. Lakini kwa jinsi ya rohoni, Mungu kwa kweli yeye aliona kabisa, Bwana, hawa kutokana na safari walionayo wanahitaji kula mana tu, wasile vitu vingine hivi vinavyokuja huku. Lakini wao wakang'ang'ania, wakamfuata Musa, wakang'ang'ania. Musa akawasikiliza. Sasa sikiliza, Musa alipoenda kumwomba Mungu akasema, sawa, kwa sababu ameona chakula changu hakitoshi, acha niwape. Sasa angalia, alipowapa, ukisoma katika ile Zaburi ya 106, tukiangalia mahali pale, Zaburi ya 106 mstari wa 14 mpaka wa 15. Zaburi ya 106 mstari wa 14 mpaka wa 15. Zaburi ya 106 mstari wa 14 mpaka wa 15. Maandiko yanasema hivi: bali walitamani sana jangwani, wakamjaribu Mungu nyikani, akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Zaburi ya 106 mstari wa 14 na wa 15. Bali walitamani sana jangwani, wakamjaribu Mungu nyikani, akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Kwa hiyo tunaona hapa wana wa Israeli baada ya kung'ang'ania sana vile vitu ambavyo walikuwa wanavitaka, Mungu kwa kweli alikuwa hataki kuwapa hivyo vitu, lakini kwa sababu waling'ang'ania na kung'ang'ania akaamua kuwapa. Lakini angalia, baada ya kuwapa kitu gani kilifuatia? Walikondeshwa roho zao. Sasa ukisoma Biblia sehemu, kwa mfano kwenye kitabu kile cha Hesabu na Kumbukumbu la Torati, wameandika vizuri kabisa. Baada ya, kwa sababu wao waling'ang'ania kula nyama, walipokula nyama ziliponasa kwenye meno, watu walikuwa wanaumwa, wanakufa. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Kwa sababu kwenye Zaburi amefupisha tu, lakini kwa sababu Mungu yeye alikuwa amekusudia kwamba wale mikate ya mana miaka yote 40. Kwa sababu ulikuwa ukila mikate ya mana hauzeeki, haufi. Ni kama Mungu alikuwa anapiga kadayati fulani hivi. Tunaenda sawa sawa, wale wanaofanyaga diet kwa ajili ya kupunguza mwili. Mungu alikuwa anafanya hivyo vitu vizuri tu kabisa. Kadayati kazuri tu, chakula vizuri. Lakini hao wakang'ang'ania nyama. Okay, Mungu akaamua kuwapa nyama. Lakini kila aliyekula nyama, aliyekula akala tu kwa kufarakabia ile nyama vibaya, alafu ikabaki kwenye meno, alishangaa anaumwa, anakufa. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kwa nini nataka nikueleze kitu cha namna hii? Kuna watu hapa mnaweza ukang'ang'ania vitu vingi sana. Ukang'ang'ania, Mungu naomba unipe kitu fulani, 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 Mungu naomba unipe fulani. Lakini Mungu hataki kukupa hicho kitu kwa wakati huo, kwa sababu anajua akikupa kinaweza kikakuvuruga. Sio kwamba anakunyima, kwa sababu alitaka upite katika kipindi fulani ukifika. Kwa sababu hawa watu wana wa Israeli sio kwamba alikuwa anawanyima nyama. Wangefika Kanaani wangekula nyama vizuri tu kabisa, lakini alichokuwa anakataa ni wao kula nyama wakiwa jangwani. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Na wengi kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akakataa kukupa katika maisha yako, anaweza akakataa kuvileta katika maisha yako ili tu akulinde kwa ajili ya kitu kibaya ambacho kinaweza kikatokea. Wako watu ambao wameng'ang'ania, wamemomba Mungu sana awape biashara. Amewapa biashara, baada ya kupata biashara, ghafla wamejikuta katika matatizo makubwa. Kuna mmoja nilikuwa namueleza wazi kabisa, ameenda kuomba mkopo katika taasisi fulani. Mara ya kwanza wakamwangalia, akamwambia, bwana huna vigezo. Akaja na dokumenti zake, ana dokumenti za kila namna, hati ya nyumba na kila kitu. Kila kitu anacho. Yaani hakuna sababu ya kumnyima huu mkopo. Amina watu wa Mungu. Kila kitu anacho. Tukibandika mikono, unajua kwenye watumishi wanapataga kazi sana. Tukibandika mikono katika jina la Yesu, tunaagiza huu mkopo utoke. Sasa unajua Mungu hajibu maombi ya mtumishi, anajibu mapenzi yake. Tunaenda sawa sawa? Hajibu maombi ya mtumishi. Akienda kwenye ile taasisi ya kibenki, akipeleka wanamkatalia. Amepeleka hati za nyumba zote 3, lakini bado wanamkatalia mkopo.
Baadaye akaona hawa watumishi bwana wakimwombea labda hawana kaupako. Si unajua kuna saa unaangalia mtumishi kila akiniombea sifanikiwi. Kwa hiyo siku nyingine akapindisha. Akwenda kwa mtumishi, akaenda benki akapewa mkopo. Sasa sikia, akapewa mkopo mkubwa tu karibia milioni 100. Kwa mkopo wake mzuri tu kabisa, akauchukua. Akauingiza kwenye biashara. Amina watu wa Mungu. Sasa wale kwenye biashara mnajua, unachokisikia kuhusu biashara saa zingine huwa hakipo hivyo. Amina watu wa Mungu. Kuna saa inaweza ikaenda, kuna saa inaweza ikashuka. Kwa nini akaingiza? Sasa akaingiza kichwa alikuwa hajui. Akashangaa milioni 30 imeenda haijarudi. 60, 70, 80, 90. Ilipofika milioni 90 na madeni yako juu. Anadaiwa ameshatumia milioni 90 ya mkopo na bado ana madeni. Pressure ikapanda. Amina watu wa Mungu. Pressure ikapanda kwa sababu umeshatumia mkopo, umeweka hati zako 3 za nyumba kule. Umeweka mkopo pale na mkopo unaisha, hamna kitu chochote cha maana umefanya, pressure imepanda. Sasa angalia kilichotokea. Alipopata ile pressure akawa hawezi tena kabisa kutembea. Hawezi kutembea, ni wa kulala kabisa. Mpaka mnaenda tena pale mahali pale kwenda kumwangalia tena. Angalia sasa ndo anajaribu kuwaita tena wale watumishi ambao waliwakwepa. Kwa sababu walikuwa kila wakiomba, wakienda benki ule mkopo ananyimwa. Sasa hivi watumishi hawakuomba, akaenda benki akapata mkopo. Sasa hivi ana pressure. Nachotaka nikwambie, pamoja na kwamba ndio tuliomba, tukaomba, lakini kuna kitu kama Mungu alikiruhusu, yani amekupa kitu ambacho hakutaka kukupa, hata kama atakusamee, kuna baadhi ya madhara yatabaki. Kwa hiyo mwisho wa siku pale kama watumishi tukabaki tujiulize, tuombee nini? Tuombee afya au mkopo? Tukagundua afya ni ya muhimu zaidi. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo tukangangana na afya. Lakini ninachotaka nikwambie, amepona na anatembea vizuri, ila madeni yako pale na nyumba alipoteza. Sasa tungeombea kipi watumishi? Hivi tukoncentrate na kitu kimoja. Amina watu wa Mungu. Nachotaka nikwambie, kuna kitu ambacho Mungu alikuwa hataki tokea mwanzo aende hiyo njia, lakini yeye akalazimisha. Amina watu wa Mungu. Alikuwa hataki kabisa aende hiyo njia, yeye akalazimisha. Na nataka nikwambie, alipoenda hiyo njia akakutana na hivyo vitu. Kuna neno moja lipo katika Mithali anasemaga, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni njia za nini? Za watu. Kuna vitu ambavyo mwanzoni huwa vinaonekana ni sawa kabisa, vinaonekana kwamba havina shida kabisa, lakini ukiingia huko mara ya kwanza unakuja kugundua hapa ni mahali pagumu sana. Kristo asifiwe. Hujawahi kuonaga kuna michezo, kuna mmoja alikuja naye, kuna hii michezo ya fedha, nafikiri mnaifahamu. Achana ile michezo wanaocheza kina mama, kuna michezo fulani hivi ya kwamba ukitafuta mtu fulani unaongezewa shilingi. Mshaisikia michezo ya namna hiyo kwamba katafute mtu, ukitafuta mtu wewe utapata 50,000, na yule mtu akileta mtu mwingine utapata 50,000, akileta mtu mwingine utapata 50,000. Nishakutana na watu wa namna hiyo kabisa. Watu wa namna hiyo kabisa. Mtu amekuja hata kama maombi. Unauliza maombi gani? Bwana, mimi ni kwanza nikikuingiza wewe mtumishi napata 50,000. Si biashara nzuri kabisa. Sasa huyu, na nikueleze kitu cha ajabu, haijalishi utajaribu kumweleza namna gani, hakuelewi. Wewe bwana, hapa unapigwa bwana. Sasa hawezi kukuelewa kwa sababu ana watu 2 watatu amewaingiza akapata hiyo hela. Amina watu wa Mungu. Ana watu 2 watatu ambao amewaingiza amepata hiyo hela kweli. Kwa hiyo ukimwambia hapa bwana, kuna mahali kuna siku utakuja kutapeliwa, haelewagi kabisa. Lakini ni mpaka siku ameingiza milioni 1, milioni 2 ndio anakuja kugundua kwamba zile namba za watu hazipatikani tena, na mjini watu wamehama. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa hiyo nataka nikueleze, kuna vitu Mungu anaweza akavizuia kwa sababu Mungu yeye anaona ile siku ambayo sisi hatuioni. Pointi ya 3, tunazo pointi 4 tu ambazo nataka tuziangalie hapa. Pointi ya 3, tuangalie ya 3. Pointi ya 3. Sasa maombi ya muda mrefu yanakusaidia kuyakubali mapenzi ya Mungu kwako. Maombi ya muda mrefu yanakusaidia kuyakubali mapenzi ya Mungu kwako. Ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 26, Mathayo sura ya 26,
Mathayo sura ya 26 tutaenda kusoma kuanzia ule mstari wa 41 mpaka wa 42. Mathayo 26 mstari wa 41 mpaka wa 42. Maandiko yanasema hivi: kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, akaendelea. Ukiendelea kusoma hapo ni story inaendelea kueleza, ni story ambayo tumejifunza katika hiki kipindi cha Pasaka kilichopita, kwamba Yesu alikuwa anaomba. Lakini sasa kuna vitu vya msingi ambavyo nataka tuviangalie katika huu mstari. Ndugu watu wa Mungu, pamoja na kwamba Yesu alikuwa ametoka mbinguni, amina watu wa Mungu, alikuwa anaijua ratiba ya mbinguni vizuri. Na alikuwa anajua kabisa baada ya miaka kadhaa unatakiwa usulubiwe. Alikuwa anajua. Lakini sasa mwili ukaanza kukataa. Amina watu wa Mungu. Ukaanza kukataa, kwa nini nipite msalabani? Sasa kitu gani Yesu alifanya na kilichomsaidia kukubali kupita msalabani? Ni kwa kufanya maombi muda mrefu. Watu wa Mungu, narudia tena hapa. Jamani, hapa haiwezekani kwamba Yesu alisema ile sala ya Bwana. Tunaenda sawa sawa? Yaani haseme sala ya Bwana mpaka matone ya damu yatoke kichwani. Tuko pamoja watu wa Mungu mahali hapo? Maana yake kuna maombi mengine alikuwa anafanya ambayo yakamtoa mpaka jasho hadi matone hadi jasho likabadilika kuwa matone ya nini? Ya damu. Yalikuwa ni maombi mazito. Kwa sababu alikuwa kwa kweli yani pasingekuwa na malaika wanamlinda, yani angekuwa na mahali pa kutoroka, angetoroka siku hiyo kwa kweli. Lakini ikawa haiwezekani. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nikueleze, kuna watu ambao tuko mahali hapa, kuna saa Mungu anakusukuma kuomba muda mrefu. Kwa mfano, kama mbele yako kuna mabadiliko ya kazi yanakuja mbele yako, Mungu anaweza kukusukuma kuomba muda mrefu. Na saa zingine haujayakubali hayo mabadiliko. Labda kuna kupandishwa kazini, unapandishwa cheo kazini, na saa zingine wewe hujayakubali. Unaweza ukaanza kujisikia miezi miwili kabla, miezi mitatu kabla, unajisikia kufunga tu, una maelezo. Amina watu wa Mungu. Unajisikia tu kufunga, unajisikia kukaa mwenyewe, kufunga, kuimba tenzi kazini, kufanya nini. Unajisikia tu kitu cha namna hiyo. Mara nyingi ni kwamba Mungu anakupa ishara, Bwana, kuna mabadiliko yanakuja katika maisha yako. Unaweza ukapandishwa kazini ghafla na wewe hujajiandaa. Amina watu wa Mungu. Kwa sababu kuna watu ambao wakipandishwa cheo wanakataa. Si unafahamu Kuna watu wengine hawapendi mambo ya uongozi, hawapendi. Unajua, nategemea kila mtu na wito wake ambapo Mungu ameuita. Kwa saa zingine Mungu, kwa sababu anajua huu uongozi ulioko mbele yako, hiki cheo kilichoko, huu afisa ulioko mbele yako ni kwa makusudi yake, anaanza kukupeleka katika maombi ya kufunga muda mrefu, maombi ya kuomba muda mrefu. Unajikuta tu ukiamka usiku umeshtuka tu saa 8, unajisikia tu kuimba nyimbo za kuabudu. Huna maelezo yoyote ile. Unajua kwamba huko mbeleni kuna kitu kizuri kinakuja kwa ajili yako. Lakini pia mtu wa Mungu, kuna saa inawezekana ikatokea. Hiki nawaongeaga sana na wale wafanyakazi ambao wapo kwenye taasisi mbalimbali. Kama inawezekana huko mbeleni Mungu amekusudia kukushusha cheo. Hapa naomba nisikize kwa makini. Siongelei shetani amekusudia kukushusha cheo. Naongelea Mungu amekusudia huko kazini, lakini yeye mwenyewe Mungu amekusudia akushushe huko cheo. Kwa sababu labda kuna jambo linakuja ambalo linakuta kwenye huko cheo linaweza kukumaliza. Amina watu wa Mungu, tuko pamoja. Yaani kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vinakuja vikikukuta upo kwenye hiko cheo, vinaweza vikakumaliza. Kwa Mungu anachokifanya, anaamua kukushusha cheo. Sasa kushushwa cheo inauma watu wa Mungu. Amekuja tu mtu fulani kakushusha cheo, wewe inauma. Lakini saa zingine anaweza akawa ni mapenzi ya Mungu kwako kwamba ushushwe cheo. Kristo asifiwe. Sasa kuyakubali kwamba jamani Mungu amekusudia kwamba nishushe cheo huwa ni ngumu sana. Kwa saa zingine hata ikwambia kwamba kesho nakuja kukushusha cheo utamkemea. Lakini ni Mungu yeye mwenyewe amekusudia kwamba ushushwe cheo kwa sababu kuna upepo fulani anataka upite hapo ofisini. Ule upepo ukipita tu ukaisha, basi anakurudishia iko cheo chako.
Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Nilikuwa nakueleza story ya kweli kabisa. Kulikuwa na dada mmoja ambaye nafikiri nishakueleza hapa na au sehemu nyingine kwamba alikuwa amekaa muda mrefu kwa kweli anamwomba Mungu kwa ajili ya kuolewa. Amina, watu wa Mungu. Anamwomba Mungu kwa ajili ya kuolewa, anaomba Mungu kwa ajili ya kuolewa. Anaomba sana. Alikuwa anafanya kazi Dar es Salaam. Amina, watu wa Mungu. Anafanya kazi Dar es Salaam. Anamwomba Mungu. Okay, lakini ghafla katokea kitu pale katika ile ofisi yake, wakaamua kumpanga. Unajua Dar es Salaam kipindi kile ndo makao makuu, unaenda wakaamua kumpanga mkoani huku. Ukipangwa mkoani kama umeshushwa kacheo kadogo. Amina, watu wa Mungu. Yaani umetoka Dar es Salaam afu kaenda mikoa mingine huko, wanaona kama umeshushwa cheo. Sasa hivi kidogo kuna mabadiliko kwa sababu ya uchumi kidogo ulivyoinuka. Watu wanatamani kukimbia zaidi Dar es Salaam waje kukaa mikoani huko kwa sababu kuna wepesi zaidi kidogo. Kwa kweli yule dada alilalamika sana na aliacha na kuomba. Lakini basi sasa zingine inabidi aende tu kanisani kwa ajili ya kumtia Mungu moyo. Unajua unamtia Mungu moyo, sasa ufanyeje? Kwa sababu sina mahali pa kwenda ili hata unilinde usiku isije katokea lolote. Kwa akaenda akaripoti kwenye kituo chake cha kazi cha mwanzo ambacho kilikuwa amepangiwa mkoani huko. Akaenda akaripoti kwenye kile kituo cha kazi. Aliporipoti kwenye kituo cha kazi, akasimama kanisani kama kawaida. Wageni tunasimamishaga hapa kuwatambulisha. Tunasimama akasema, mimi nimekuja kusali hapa, nimetokea mkoa fulani, nitakuwepo pamoja nanyi. Amina. Kanisa likapiga makofi. Lilipopiga makofi, kuna mwamba mmoja alikuwa ni afisa kwenye hilo kanisa naye alikuwa akimwomba Mungu. Alipoona yule dada, akasema, hebu ngoja nimsalimie baada ya ibada. Amina, watu wa Mungu. Sasa unajua Waanglikana na wapenda kitu kimoja, tuna utaratibu wa kusalimiana baada ya ibada. Kwa hiyo baada ya kumsalimia akachukua na namba. Ninachotaka nikwambie ni nini? Alijibiwa maombi ya kuolewa. Lakini ni nani ambaye angejua kwamba kujibiwa maombi yake ya kuolewa ilimlazimu atolewe Dar es Salaam apelekwe mkoani? Mungu angejaribu kumweleza, lakini wapi, asingekubali. Ni mpaka ameenda amemfanyia surprise huko, kukutana na mtu mwingine wakaoana. Na unisikoza kitu ninachotaka kueleza. Baada ya miaka kadhaa amerudishwa Dar es Salaam, yeye na mume wake wote amerudishwa Dar es Salaam. Lakini ililazimika watoke nje ya hilo eneo. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini pia kuna nafikiri mnafahamu kuna lile jengo la wale ambao wanakumbuka September 11. Tunaikumbuka ile pale Marekani kama tunakumbuka. Kuna ile jengo la Pentagon wale ambao walikuwa wamekushazaliwa mwaka 2001 kwamba lilishambuliwa na magaidi. Amina, watu wa Mungu. Walichukua ndege wakalilenga alafu ghafla ile jengo likalipuka. Watu wote waliokuwepo kwenye ile jengo, watu wengi sana walikuwepo kwenye ile jengo, wakafariki. Sasa kuna dada mmoja ambaye yeye alikuwa ameokoka, alikuwa anashuhudia kwenye TV moja, akawa anaeleza ilikuwaje yeye akapona. Anasema yeye kwanza ni mfanyakazi bora, hamisiki kazini. Amina, watu wa Mungu. Huwa hamisi kazini kabisa. Lakini siku ile ambayo wanaenda kushambulia lile jengo, yeye aliamka asubuhi anajisikia kuumwa sana. Na ni siku ambayo anatakiwa afanye presentation kubwa sana kwa mabosi wake. Kwa maana mabosi wake wanakuja kutembea, kwa anatakiwa waje wamuone. Kwa kulikuwa na kazi muhimu sana ambayo anatakiwa ikabidhi kwa mabosi wake. Lakini ghafla ameamka anaumwa. Akajaribu kumpigia simu bosi, sasa naumwa inakuaje? Kwa sababu siwezi hata kutembea vizuri. Bosi hakumuelewa. Sema tunataka uje sasa hivi. Lakini kila akijitahidi kutaka kwenda, ugonjwa unazidi kuwa mzito. Baadaye akaamua kupumzika tu, asiende. Sasa angalia, baadaye ilipofika mchana tunafahamu kabisa lile jengo lililipuliwa. Kafa watu wote waliokuwepo kule ndani. Kasoro yeye tu. Amina, watu wa Mungu. Yeye tu peke yake ndo alipona huyo dada. Sasa of course ilimletea shida kwa sababu unajua baadaye maaskari walikuja wakauliza, watu wote wamekufa ofisini, wewe umepona, ilikuwaje? Unajua ni kitu kigumu. Kwanza hawamuelewi Roho Mtakatifu. Kusema Roho Mtakatifu alikugusa ndo nani, ni kitu kigumu kukielezea. Kwamba ulikuwa unaumwa, wanaanza kupata mashaka. Yaani kwa nini ni wewe tu ulipona? Kwa hiyo kesi ilimsumbua, pamoja na kwamba alipona, lakini ilimsumbua kama miaka miwili mpaka wale askari wa Marekani wafanye uchunguzi sana kujithibitishia kwamba ilikuwaje wewe ukapona tu wakati watoto walifariki. Hauhusiki kwa namna yote. Lakini baadaye walikuja wakagundua kwamba hahusiki, kwa sababu walifuatilia simu zake na nini, wakasikiza mawasiliano yake wakagundua kwamba hahusiki. Kitu gani nachotaka nikwambie? Angalia kilichotokea cha kwanza, alipata ugonjwa tu.
Ndio maana saa zingine ukiamka ghafla unasikia kitu fulani kinauma, au unasikia moyo unauma, au mapigo ya moyo yanaenda haraka. Saa zingine ni unatakiwa kwenda hospitali, lakini saa zingine inatakiwa ukae mbele za Mungu, muulize Mungu, kuna taarifa gani unataka kunipa saa hii? Amina, watu wa Mungu. Saa zingine huwa kuna vitu Mungu anajaribu kukusemesha kabla havijatokea. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Nasema Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe tena. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa mara kwa mara uweze kukifahamu na uweze kujua kwamba Mungu ana njia nyingi sana za kukutumia kwa ajili ya kukufanya uombe kwa muda mrefu. Kwa hiyo saa zingine unaweza kuwa kuna cheo kinataka kupotea, Mungu anaanza kukupa kiu ya kuomba kwa muda mrefu, ili siku ukifukuzwa kile pale cheoni uweze kuenda mahali fulani. Kuna mtu mmoja naye nakumbuka alienda kwa mtumishi mmoja yuko Dar es Salaam, yuko kweli, ni kesi alikuwa anatusimulia wewe mwenyewe kabisa, wazi kabisa, kwamba kwa kweli mimi namshukuru Mungu. Kwa nini nilifukuzwa kazi? Lakini mwanzoni sikuelewa, kwa sababu kulitokea jambo fulani ofisini, akaondolewa kazini. Alipoondolewa kazini, akakaa nje ya kazi kwa miezi 6. Wale waliokuja mahali pale wakafanya ufisadi mkubwa sana, wakakwapua hela. Walipokwapua hela, ghafla viongozi wa serikali, wale viongozi wakuu, wakaja wakapita, wakauona ule ufisadi, wakaagiza wale watu wakamatwe, wafunguliwe kesi. Sasa anasema kwa kweli kama angekuwa bado yupo kwenye kile kiti, hana ujasiri wa kukataa kitu ambacho kilikuwa kinaendelea mahali pale. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu huna ujasiri wa kuwakatalia wenzako, bwana hamna haja labda ya kuchukua hela, hamna, kwa sababu na wewe wangekugaia kidogo, tunaenda sawa sawa. Maana yake wakitaka kuchukua hela wangekugaia na wewe kidogo. Kwa hiyo hasingekuwa na ujasiri wa kuwakatalia. Kwa sababu Mungu ameona huna ujasiri wa kuwakatalia, anaamua kukupiga, anakufukuza kazi kwa muda. Kaa nje pembeni kwanza. Lakini achaka nikwambie, aliumia sana. Na nikueleze ukweli, alienda kufanya na vurugu nyingi kabisa, akaacha na kwenda kanisani. Ni mpaka siku rais amefanya kitu cha mali pale kwenye ile ofisi yao, ndio akagundua kumbe Mungu aliniepusha na hichi kitu. Akarudi kanisani kumshukuru Mungu. Kristo asifiwe. Ni maombi yangu katika jina la Yesu Kristo, Mungu akuinulie watu wa kukuepusha na mabaya yanapokuja. Sema amina, mtu wa Mungu. Sasa pointi ya 4 ambayo nataka tuiangalie mahali hapa, pointi ya 4 ni kwamba fahamu kwamba kuna muda njia za Mungu hazichunguziki. Fahamu kabisa kwamba kuna muda njia za Mungu hazichunguziki. Naomba tusome katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya 11. Warumi sura ile ya 11, Warumi sura ya 11 mstari wa 33. Warumi sura ya 11 mstari wa 33. Maandiko yanasema jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa. Warumi 11 mstari wa 33. Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Watu wa Mungu, kama nilivyokusha kusema na kukutolea shuhuda kadha wa kadha ambazo ziko mahali hapa, njia za Mungu, watu wa Mungu, hazichunguziki. Amina, watu wa Mungu. Njia za Mungu hazichunguziki. Inawezekana kuna kitu ambacho unakiomba kwa muda mrefu sana, umekiomba kwa muda mrefu sana. Saa zingine Mungu akianza kukijibu katika maisha fulani, kinaweza kikakutesa sana. Mimi huwa najaribu kujiuliza, hivi kweli Yusufu, tumwangalie mtu kama Yusufu kila siku anasema kwa kweli nimeota ndoto kwamba kuna siku nitakuja kuwa labda kiongozi mkubwa, lakini angalia yale mapito aliyokuwa anapitia, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Angalia, mara amekamatwa, mara amesingiziwa, mara ametupwa gerezani, mara amefanywa vituko vya namna mbalimbali. Lakini vyote hivyo, kuna mstari ambao unanishangaza katika kile kitabu cha Mwanzo. Katika hayo yote Bwana alikuwa pamoja naye. Maana yake wakati Yusufu anafungiwa gerezani, Bwana alikuwa pamoja naye. Wakati Yusufu anapewa kesi ya kusingiziwa, Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana hakutaka kumwokoa katika kesi ya gerezani, alimwacha kabisa aende gerezani na akaenda naye kule gerezani. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kuna watu ambao wanafurahisha katika kitabu cha Danieli, wanaitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Amina, watu wa Mungu. Hawa ni watu ambao wamekomaa kabisa, wanalia mbele za Bwana, huyu ni Mungu wetu, hatutoabudu Mungu mwingine. Lakini ndio maana nakwambia njia za Mungu hazichunguziki, mtu wa Mungu. Wakati wamesema kwamba hatutoabudu sanamu,
waliitwa wakakamatwa. Amina watu wa Mungu, tunakubaliana watu walikamatwa. Okay, walipokamatwa malaika hakwenda kuwasaidia. Na unafahamu kamataji wa askari kidogo, si ndio lazima waliwachapa fimbo kidogo. Malaika hakuweka mkono kuzuia fimbo isiume. Maana yake walikula fimbo, Meshaki, Shadraka na Abednego walikula fimbo zikaingia kabisa. Mungu hakuwasaidia kwa kipindi hicho kabisa. Wanaenda kwa mfalme, wanajibu kile wanachojibu, wakifikiri kwamba tukimaliza kujibu Mungu anashuka saa hiyo. Mungu bado hakushuka. Wakafungwa kamba vizuri kabisa na fimbo juu. Naamini zile fimbo zilikuwa zinaingia kabisa, wanaumia kabisa, lakini Mungu bado hashuki. Wanaenda kutupwa kwenye moto, Mungu ndo anashuka katikati ya moto. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Ndio maana nakwambia njia saa zingine za Mungu hazichunguziki watu wa Mungu. Saa zingine unaweza ukapitia kitu kigumu sana, kitu ambacho kikakuumiza sana, usikate tamaa. Saa zingine Mungu anakupitisha katika hilo eneo, anakupitisha katika mahali hapo ili aweze kujitwalia utukufu mkubwa zaidi. Amina watu wa Mungu. Saa zingine angetokea angekujibu kwa haraka sana, yumkini Mungu asingejulikana kwa haraka sana. Kitendo cha Mungu kuchelewa kidogo, huwa anasemaga kitu kimoja, Yesu kumponya Lazaro ni ushuhuda mzuri. Amina watu wa Mungu. Lakini Yesu kumfufua Lazaro ni ushuhuda mkubwa zaidi. Tuko pamoja? Angemponya yumkini tu dada yake Martha na Mariamu wangefurahi, wangepiga makofi na wale majirani tukasema Yesu anaponya. Ni kitu kizuri. Lakini Yesu kusubiri mpaka amekufa, alafu ndo anasema twende sasa tukamwamshe. Ujue kwamba akifufuka hapo ni muujiza unaotingisha taifa zima. Kwa sababu ukisoma baada ya pale, ule ulikuwa ni muujiza ambao ulitingisha taifa zima. Wakawa wanatembea naye Lazaro mahali kama hapo. Mtu wa Mungu niko mahali hapo, lakini unaona kama Mungu amechelewa. Nataka nikwambie Mungu hajachelewa. Amina mtu wa Mungu. Mungu bado hajachelewa. Anataka kuja kutenda muujiza mkubwa katika maisha yako. Kwa ndio maana anachelewa kidogo, anasubiri kidogo, kwa sababu muujiza wako utakuwa unawasha masikio kwa taifa zima. Hataki muujiza tu utakaowasha masikio kwenye kijiji chako, utakaowasha masikio kwenye jamii yako, tunataka utakaowasha masikio kwa taifa zima. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaomba tusimame sasa watu wa Mungu kwa dakika hizi chache.